Habari popote pale ulipo, karibu sana kwenye Multipolar Vision, Jumapili murwa kabisa ya kuyafahamu mengi yanayoendelea kujiri ulimwenguni kutoka bara la Afrika mpaka nje ya bara la Afrika. Na hapa ndipo ambapo unapata simulizi ya matukio ambayo yanaangazia zaidi masuala ya kisiasa kwenye kupata uchambuzi yakinifu na makala zenye tija zaidi kuangazia jambo hilo kiundani zaidi. Mimi ni Ali Kashmiri. Unapo kuna jambo na kama utafika utaniona. Leo tunaangazia nini? Tukianzia bara na Afrika na yale ambayo yanaendelea kujiri ulimwenguni kote. Wakati huo Mashariki ya Kati bado mambo hali si hali, huku sehemu ya majadiliano pengine huenda yakachukua nafasi kwenye mzozo huu ambao ni zaidi ya mwezi hivi sasa, kutoka tarehe 28 ya mwezi wa pili 2026 mpaka hii leo tunazungumza mwezi wa 4, siku zikiendelea kuyoyoma kweli kweli. Na hii leo kupitia Multipolar Vision tutajadili mustakabali pia wa ulimwengu wa leo, ambapo tutajadili hoja nzito na tumeshuhudia siku za hivi karibuni pia dunia ikishuhudia hatua muhimu, ambapo azimio liloanzishwa na taifa la Ghana lilipitishwa na likatambua pia rasmi biashara ya watumwa na utumwa wa Afrika kama moja ya uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya ubinadamu uliowahi kutokea ulimwenguni. Lakini pia vile vile huu ni mwanzo wa zama mpya ya uwajibikaji wa kihistoria katika mataifa ya kimataifa ambayo yalishawahi kuyatekeleza sehemu ya njama hizo, hususan kwenye biashara za utumwa katika taifa la Afrika. Tutaangazia pia masuala ya uchaguzi nchini Hungary, hilo ni jambo la pili, vita nchini Iran, na hapa pia tutaangazia kupanuka kwa mgogoro na mshtuko wa nishati na athari za kimataifa zaidi. Lakini vivyo hivyo Abel Mponela atakuja hapa na ataungana nasi kwa ajili ya makala ambayo inaeleza pia masuala ya G7 na mgawanyiko unaoongezeka kati ya mashirika washirika wa taifa la Magharibi. Na hivi sasa pia moja kwa moja, kabla sijaenda kuungana na Abel Mponela, leo tutakuwa na Derek Lisu ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kwenye kujadili hili swala la azimio la Ghana ambalo kati ya mataifa yote, mataifa 123 wamepiga kura ya ndio wakiafiki utekelezaji wa sehemu ya fidia na masuala mengine kadha wa kadha, nyaraka muhimu kurejeshwa kwenye maeneo husika na vitu vingine ambavyo tutakuja kuvielezea hapa kupitia Multipolar Vision. Mimi ni Ali Kashmiri na hivi sasa tunakwenda kuungana na Abel Mponela kwenye sehemu hii ya makala. Asante sana Ali Kashmiri, na sasa tuangazie uchaguzi nchini Hungary, ambako uchaguzi wa bunge nchini Hungary uliopangwa kufanyika Aprili 12 mwaka huu umechukua uzito mkubwa zaidi kuliko sera za ndani pekee. Huu ni mgongano kati ya njia ya kulinda uhuru wa Hungary katika kufanya maamuzi yake na njia ya kuunganisha zaidi Budapest ndani ya ajenda ya bara la Ulaya na ya kuunga mkono nchini Ukraine. Suala la Ukraine katika kampeni hii halipo kama jambo la pembeni, bali limekuwa moja ya vichochezi vikuu vya mvutano. Januari, Viktor Orban alisema wazi kwamba Ukraine watakuwa washiriki hai katika kampeni hiyo kwa kuwa wanapendelea mabadiliko ya uongozi huko Budapest. The nature of the campaign is totally different. I am not saying that local problems in constituencies have disappeared, but national politics and the relationship to the war, the aggression with Putin, with the decisions of the EU and NATO have become more important than local issues. Való kapcsolódás, ezek fontosabb témákká váltak, mint a helyi ügyek. Csak egyetlen Európát válasszuk. Népek családjának. Pia ni muhimu sana kuangazia mtindo wa kibinafsi unaozidi kujitokeza katika kauli za Volodymyr Zelensky dhidi ya Orban. Mwezi Machi kulikuwa na mabadilishano mapya na makali ya maneno makali kati yao, na Februari kwenye mkutano wa Munich, Zelensky akitoa kauli ya dharau dhidi ya waziri mkuu wa Hungary akisema Orban anafikiria tumbo lake kuliko jeshi. Katika muktadha huu, vitisho vya Zelensky vinavyoelekezwa kwa Orban vinaonekana kama ni jaribio la kumdhalilisha kuliko kidiplomasia. Mvutano huo uliongezwa na tukio la kukamatwa kwa msafara wa benki ya Ukraine ndani ya Hungary
Kwa mujibu wa Reuters, mamlaka ya Hungary iliwakamata wafanyakazi wa Deutsche Bank waliokuwa wakisafirisha dolari milioni 40 sawa na euro milioni 35 na kilo 9 za dhahabu. Baadaye magari yalirudishwa, lakini fedha na dhahabu zilishikiliwa kwa uchunguzi na utakatishaji wa fedha. Tukio hili liliongeza mashaka na hisia hasi dhidi ya Ukraine wakati wa kampeni. Kwa hiyo uchaguzi huu una umuhimu mkubwa kwa vita vya Ukraine na siasa za dunia. Ikiwa Orban ataendelea kubaki mamlakani, Hungary itaendelea kuwa kizuizi ndani ya EU dhidi ya sera kali za kuiunga mkono Ukraine, lakini kama chama cha 9 kitashinda, Brussels itaona fursa ya kuondoa moja kwa moja vizuizi. Na sasa tutazame vita nchini Irani, ambapo kupanuka kwa mgogoro, mshtuko wa nishati pamoja na athari za kimataifa. Matukio ya mwishoni mwa mwezi Machi 2026 yanaonyesha kwamba vita vinavyohusu Irani havipo tena katika kiwango cha eneo la Mashariki ya Kati tu, bali kimataifa. Israel imeendelea kuishambulia Irani, huku Iran na yenyewe ikijibu mashambulizi. Jambo kuu la wiki hii ni msimamo wa Donald Trump, kwani vikosi vya Marekani vinaongezwa katika eneo hilo, huku wachambuzi wakizungumzia uwezekano wa operesheni ya ardhini, jambo linalopanua vita na kutishia njia muhimu za baharini kama mlango wa Hormuz na Bahari Nyekundu. Mgogoro wa mafuta umeathiri sana Asia. Mapipa milioni 12 kwa siku hayapatikani. Bei ya Brent imeongezeka kwa takriban 60% na bei ya dizeli na mafuta ya ndege zimeongezeka mara 2. Australia tayari imepunguza kodi ya mafuta na kuanzisha hatua za dharura. Vita vya Irani sasa vinaathiri nishati, biashara, chakula, misaada ya kibinadamu na utulivu wa kisiasa wa Marekani. Hivi havionekani tena kama ni mgogoro mdogo, bali kama hatari ya kuvuruga mifumo mingi ya dunia kwa wakati mmoja. Na tugeukie sasa kutazama G7, mgawanyiko unaoongezeka kati ya washirika wa huko magharibi. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa G7 nchini Ufaransa umeonyesha kupungua kwa mshikamano wa magharibi. Ulifanyika katika mazingira ya vita vya Ukraine na Irani, hali mbaya ya kiuchumi na kutoridhika kwa washirika kuhusu sera za Marekani. Kwa mara ya kwanza washiriki wameliepuka kutoa tamko la pamoja, lakini ili kuficha tofauti zao. Hili linaonyesha kwamba makubaliano ya pamoja kuhusu masuala ya usalama wa kimataifa yanazidi kuwa dhaifu. Ingawa walijadili pia Ukraine, Iran, Hormuz na usalama wa nishati, nchi za Ulaya zinahitaji ufafanuzi kutoka Marekani kuhusu malengo yake. Hii inaonyesha kuongezeka kwa kutokuaminiana ndani ya G7. Tamko la mwisho lilikuwa la tahadhari zaidi, likisisitiza kulinda raia, kupunguza madhara na kuhakikisha uhuru wa usafiri wa baharini. Pia ilitaja hatari kwa nishati, biashara na mbolea. Also es wird uns natürlich jetzt darum gehen, gemeinsam mit unserem engsten Alliierten innerhalb der NATO, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, eine gemeinsame Position zu entwickeln. Darüber besteht auch im E3-Kreis Konsens und deswegen ist es gut und wichtig und richtig, dass Marco Rubio hierher kommt und wir morgen mit ihm sprechen können. Ich will diesen Gesprächen nicht vorgreifen, aber meine Erwartung ist, und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir eine gemeinsame Position definieren können. Selbstverständlich geht es darum, diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden, aber ihn auch nachhaltig zu beenden. Und das heißt, Sicherheit in der Straße von Hormuz herzustellen und insgesamt dafür zu sorgen, dass das iranische Regime, was sich in der Vergangenheit negativ genug verhalten hat, auch in Zukunft einzudämmen. Und das heißt, dafür zu sorgen, dass weder gegen Israel noch gegen andere Nachbarstaaten noch gegen Europa von diesem Regime Gefahren ausgehen. Kwa Ukraine, hii ni ishara ya hatari, kwani msaada bado upo, lakini ushindani na mgogoro mingine na unategemea mshikamano wa magharibi ambao sasa si thabiti.
Na mwishoni hapa Ali Kashimiri na mfuatiliaji wa Multipolar Vision hapa Clouds, tarehe 25 Machi 2026 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio lililoanzishwa na Ghana likitaja biashara ya watumwa wa Atlantic kama uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya ubinadamu. Azimio hili liliungwa mkono na nchi 123 hivi, huku Marekani, Israel na Argentina zikipinga na nchi zingine 52 hivi zikizuia. Ingawa halina nguvu ya kisheria, lakini lina uzito mkubwa kisiasa. Linahimiza majadiliano kuhusu fidia, ikiwa ni pamoja na msamaha rasmi, fidia ya kifedha, kurejesha mali za kitamaduni na hatua za kuzuia kurudiwa kwa hali hiyo. Azimio hili linaweka suala la utumwa kutoka historia hadi kwenye siasa za sasa. Ghana ilisema athari zake bado zipo kupitia ubaguzi wa rangi na maendeleo duni. Nchi nyingi hasa Afrika na Caribbean zinaona fidia kama mada ya kimataifa, wakati nchi za Magharibi zinaonesha kusitisha kwenda zaidi ya kukiri kihistoria. Wataalamu wanaona hili kama hatua muhimu sana, lakini si mwisho. Ni msingi wa kampeni za baadaye za kidiplomasia. Umoja wa Afrika umeangaza mwaka 2026-2035 kuwa muongo hatua za fidia zitaweza kuchukuliwa ndani ya muongo huo. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ni utekelezaji, hasa fidia ya fedha. In affirming this declaration, we do more than honor memories. We affirm that human dignity is indivisible, that suffering must be acknowledged, and that reconciliation begins with truth courageously spoken. The slave trade in Africa plagued the continent for over 500 years, and Africa lost more than 30 million of its able body to other regions of the world. And see today, Israel is receiving support from every other developed country in the world because of Holocaust. But here is Africa, nothing, no support. Azimio linaweka msingi wa mjadala mpya kuhusu uwajibikaji wa kihistoria. Kwa kifupi, umuhimu wake mkubwa uko katika kufungua mjadala mpya. Je, ulimwengu uko tayari kukubali kuwa uhalifu wa kihistoria una gharama inayopaswa kulipwa hadi leo? Mimi ni Abel Mponela. Bye kwa sasa. Asante sana Abel Mponela kwa sehemu ya simulizi ya makala ambayo imejaa matukio kadha wa kadha. Uchaguzi wa Hungary pia ukichukua nafasi kubwa, matukio ya G7, lakini vivyo hivyo tukiangalia kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati. Na hivi sasa tumerejea hapa kwa ajili ya sehemu ya pili, na hii leo tunaangazia pia azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara ya watumwa ya Atlantic na hatua ya kimaadili, changamoto za kisiasa na mwanzo wa mapambano makubwa ya masuala ya kifidia. Na nilikueleza pia niko na Derek Lisu, mchambuzi wa siasa za kimataifa. My brother, tuko vizuri kabisa. Habari za wiki kadhaa nyuma zilizopita? Alhamdulillah. Mambo yanaenda kabisa. Karibu sana kwenye Multipolar. Shukran kabisa. Leo tuna mengi ya kuiangazia, lakini kubwa zaidi tutaangalia hili azimio la Ghana ambalo lilipata nafasi kubwa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, na tutarejea mpaka March 25 mwaka huu, ambapo Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pia lilipitisha azimio lililoanzishwa na Ghana, ambapo biashara ya watumwa ya Atlantic na utumwa wa Afrika vikielezwa kuwa uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu, na hati hiyo pia iliungwa mkono na takriban mataifa 123 iliyopiga kura, lakini Marekani, Israel, Argentina zikipiga kura za kupinga, na nchi nyingine za Magharibi pia zikichagua kujiuzulu kwa namna moja ama nyingine. Moja kitu ambacho ni faida pia kwa Klaus ambaye anafuatilia, tunatamani kufahamu ni kweli kwamba kura hii pia haikuwa tu ishara ya kimaadili, bali hatua muhimu ya kisiasa katika mjadala wa kimataifa kuhusiana na uwajibikaji wa kihistoria kwenye mataifa ya Magharibi. Sahihi. Naamini hivyo, na mimi pia naunga mkono ambacho amekifanya Ghana kupitia Mheshimiwa Rais John Mahama na wale wote ambao wameunga mkono, takriban nchi zaidi ya 100, to be exact 123 kabisa. Na hii inaeleza tunapoelekea. Unajua kuna ukanda ambao sisi tunaita ule ukanda wa Magharibi, West, dominant West. Tunazungumzia Marekani, Uingereza na nchi nyingine, lakini kuna upande wa chini huku wa kusini ambao kuna nchi nyingi sana ambao tunatengeneza hii block ambayo sasa hivi inaanza kupata nguvu. Tunaita ni Global South, inaanza kuja. Kwa
Kwa napoona wanasimama na wanakuwa na sauti ya kuzungumza jambo lao, sio tu inaonesha hatua, lakini pia inaonesha kwamba tumeanza na sisi kuset agenda kwenye vitu vingi sana ambavyo vinagusa historia na mustakabali wa matukio ambayo yametokea barani Afrika, which by the way Ali, mimi na wewe tunakubaliana kabisa. Kwa wote ambao tumefuatilia mambo ya biashara ya utumwa, especially biashara ambayo ilikuwa inapita transatlantic, ilikuwa mbaya sana. Mbaya sana. Yani watu ambao walikuwa wanatoka ukanda wa Afrika, niseme Gold Coast Ghana, ambao rais wao ndo ameinitiate hiyo resolution ama azimio, namna walivyokuwa wanatolewa pale na mpaka wanakuja kufika North America ama huko Amerika ya Kusini, hali ilikuwa ni mbaya sana. Unakuta meli sio kubwa, lakini unakuta watu wamejazana 400. Kwa hiyo tunaposema ni uhalifu mkubwa sana kwa wanadamu, ni jambo ambalo sidhani kama kuna mtu yote anaweza kabisha. It's no brainer. Ni matukio ambayo alifanyika na yameumiza watu, na mpaka leo makovu bado yapo kwenye fikra za Afrika na watu wengi sana ambao wanafuatilia huu mjadala. Tukizungumzia kwenye swala la fidia, linaweza likawa linakwenda kuchukua nafasi ya moja kwa moja hivi sasa kwa sehemu ya ajenda kuu ya kimataifa sasa, kulingana na kile ambacho Ghana umeinitiate na kitu ambacho kimeungwa mkono. Ya, fidia japokuwa imekaa kidogo kimtego, kwa sababu unajua thamani ya binadamu, yani huwezi kuitoa moja kwa moja na chochote kabisa. Napozungumzia hii transatlantic slave trade, watu wa Afrika ambao walipoteza maisha kwenye tukio zima la kutoka barani Afrika kwenda magharibi kwenda kufanya kazi ni takriban watu milioni 2. Nakumbuka nyakati hizo nazungumza, Afrika ilikuwa ina population kubwa ambayo sasa hivi ipo. Nakumbuka pia wale watu ambao walikuwa wanaondoka walikuwa ndio wale wanaume sasa ambao wana nguvu, ama vijana ambao tunasema wanakuwa watakuja kuwa baadaye ndio akina baba watakuja kuipambania Afrika. Ukiangalia ukisema niweke kiasi cha kulipwa kwa binadamu ambao wamepoteza maisha ni ngumu, lakini hata kilichotokea baada, kwa sababu ile trade ambayo tunaizungumzia ya utumwa, kuna mtu anaweza kaamini tu iliathiri kwa kuchukua watu na kuwapeleka huko kateswa, lakini hata kiuchumi ilidimiza sana nguvu kazi ambayo Afrika tulipaswa kuwa nayo, ndio hiyo ikaondoka. Lakini pia kumbuka alikuwa na trade nini, walikuwa wanatupa nini ili kupata watumwa? Walikuwa wanatupa bidhaa, na moja kati ya bidhaa ambazo walikuwa wanatupa ilikuwa ni silaha ambazo wenyewe sisi tunasema ni bunduki, walikuwa wanakuja nazo wanawapa wa Afrika, na Afrika ndo tulikuwa tunaenda sasa tunatoa tribal conflict ambazo paka leo zipo hali. Yani miaka na miaka ilikuwa ni hivyo, kuna kabila fulani linaenda kwenye kabila jingine, linaenda kuwateka, linaenda linawachukua, linaenda linawauza. Hiyo ikatengeneza conflicts ambazo mpaka leo Afrika tunazungumza bado zipo. Hata dhana sisi ngozi nyeusi kudharaulika ilitokana na biashara ya utumwa, kwa sababu kule wakaenda wakawa segregated, yani ubaguzi ukawa ni mkubwa. Tunaishi hivyo mpaka leo, wakakosa mahitaji muhimu, especially mahitaji ya kumfanya Mwafrika akue, elimu na vitu kadhalika. Kwa hiyo inapokuja kwenye swala la malipo, I think it's coming, lakini tunapimaje ni kiasi gani ambacho kinakuja, tutalipo shilingi ngapi ili kusolve hili tatizo, na mwisho yote malipo hali yanaenda wapi? Natamani pia kujua kwa hiyo ambacho umesema inafika wapi. Pengine ajenda hii itakuwa na utekelezaji wa namna gani? Kwamba kuna vitu ambavyo pengine vimeainishwa, masuala ya kuomba msamaha, kurudisha nyaraka muhimu, lakini pia vile vipengele vingine ni urithi wa kihistoria. Wakati huo pia kwenye kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vya ulazima kufanyika, vitu vya thamani. Mfano hata sisi hapa Tanzania fuvu la Mkwawa mpaka leo tulikuwa tuna majadiliano, bwana lirudi kwa Ujerumani. Ilikuwa Ujerumani. Vitu kama hivyo, na kuungwaji wake mkono na mataifa mengine ambayo tayari yamepiga kura, wameunga mkono kwamba lifanyike, lakini ile hatua ya uwajibikaji linaweza likafanyika kwa njia namna gani, pengine kwa mtazamo wako? Hapo Ali, nadhani sasa hapo ndo kidogo kuna mkwamo, yani kuna kukwama, kwa sababu azimio limepitishwa kabisa na watu wamepiga kura,
lakini it's not legally binding. Yani hakuna kifungu cha sheria ambacho kinasema kwamba lazima Waafrika walipe kwa matukio ambayo yalifanyika karne ya 15 mpaka karne ya 19, na hakuna kifungu ambacho kinasema kwamba wanapaswa kuomba msamaha. Ndio maana hata umeona baadhi ya nchi, tumezungumza ni nchi 3, Israel, Marekani pamoja na Argentina, wamepinga hii hoja. Wengine wameamua kuwa neutral, yani Uingereza na mataifa mengine. Kwa sababu gani? Hawataki kujicommit kwenye jambo ambalo huenda huko mbele likawa lina sheria ama kifungu kikapitishwa. Mwisho kama waliadmit kwamba ni makosa ambayo waliyafanya, inaweza ikawa ni changamoto. Sasa hiyo stage ambayo tunaizungumza hali, mtu anaweza kaisi ni kesho, inaweza ikachukua years, miaka 3, 4 na kuendelea. Kwa it could happen, inaweza ikatokea, lakini not very soon. Na labda mfano hai uje Nagasaki, Hiroshima. Marekani alipiga nuclear pale kama unakumbuka, baada ile Pearl Harbor kabisa, ngambo yake kupigwa na mabomu na Japani, yeye akashusha atomic bombs. Watu hawajui, lakini Marekani hajai kuomba msamaha kwa ile tukio. 2016 Barack Obama alitembelea pale, lakini hakutoa kauli yoyote. Alitoa tu kwamba bwana na majonzi, najisikia vibaya, heshima, lakini hakuomba msamaha kabisa. Na hata kwenye malipo, tuchukulie malipo, kwa sababu kuna watu wanasema bwana USA wanatoa malipo. No, USA walisaidia kuijenga Japan baada ya ile shambulio, lakini sio kwamba wanawalipa. Na waliwasaidia pia kutengeneza uchumi imara, lakini moja kwa moja kwamba walisema kuna matrilioni ya dola walipewa Japan na bado wanalipwa negative. Kwa hiyo hata kwenye utekelezaji wa azimio la kuhusu biashara ya utumwa ambao ilifanyika barani Afrika, naweza ikachukua muda. Sidhani kama ni leo au kesho. Sawa, tuje kwenye swala la msimamo wa hizi nchi za magharibi, ambapo kimsingi inaonekana kuvutia ule umakini wa pekee, kwani baadhi pia walipinga azimio hili moja kwa moja kama mataifa ambayo nimetoka kukueleza, huko wengine pia wakichagua kujizuia kwa vitendo, wakikataa kuunga mkono hati hiyo katika muundo. Sasa nikinukuu kwamba swala hili linahusiana na tahadhari za kisheria na kutoka kuunda wajibu wa kurudi nyuma kisheria, lakini pia kisiasa. Linaonekana kama jaribio la kuzuia swala la utumwa lisigeuke kuwa chanzo cha madai halisi dhidi ya magharibi ya leo. Natamani kufahamu kwenye sehemu ya jambo hili kwamba mataifa ya magharibi pengine yako tayari kukiri uhalifu wa kile ambacho kimetokea zamani, na kama wako tayari yanaweza yasiwaathiri moja kwa moja kwenye masuala ya kijiografia, kwenye masuala ya kisiasa na utawala wa masuala ya kinguvu kwenye mataifa ya Afrika. Wakikiri hali inaweka sehemu mbaya, kwa sababu history itaandikwa. Ni jambo ambalo hawajai kukiri na hawajai kuomba msamaha, na hata malipo ambayo tunazungumzia hawajai kufanyika. Na by the way, sio mataifa mengi ambayo walihusika kwenye biashara ya utumwa. Hapa nadhani tunazungumzia mataifa 7 kwa miaka ile. Tunazungumzia Waingereza, the British, Wahispania, Spain, Wadutch, ambao sasa hivi ndo Netherlands ama Uholanzi, Danish, watu wa Denmark, lakini pia wanaizungumzia USA. Hawa ni baadhi ya mataifa. The Portuguese pia, Wareno nao pia walihusika. Tena ndo walikuwa ndo chanzo. Wao ndo walianza kutoa tuma coast za Afrika na kuwapeleka nchini kwao Portugal. Ni mataifa takriban 7 ambao walifanya hii biashara heavily. Moja kati ya mataifa 7, mmoja amekataa kuadmit, ambao ni Marekani. Lakini ukiangalia wengine wamekuwa neutral. Wahusika wakubwa kama UK, United Kingdom wamekuwa neutral. Hawataki kukiri hadhara ama kukubali. Na nilikuwa namsikiliza hata Samuel Ablakwa ambaye ni foreign minister, waziri wa mambo ya nje wa Ghana, sema haya matukio yalitokea yakafanyika. Inawezekana kwa miaka hiyo nyie mkuwepo, lakini mnapaswa kutambua dhambi ambazo zilifanyika. Lakini inakuwa ni ngumu kukiri, kwa sababu ukija hata pia kwenye sheria, back then early international law ilikuwa haijakataza utumwa. Utumwa ilikuwa ni kitu ambacho kinatambulika, ni kwamba haijakatazwa. Kwa hiyo ukimwambia mtu admit kosa, akubali kosa ambalo kwa miaka hiyo ambayo linatendeka hakuwepo. Yaani huwezi kusema bwana Donald Trump alikuwepo miaka hiyo, karne ya 15 hakuwepo. Lakini pia hata kama angekuwepo Donald Trump, ni nyakati ambazo sheria ilikuwa inaruhusu, yani mpaka inatambua utumwa, mpaka utumwa unakuja kuwa
abolish kuanzia miaka 1807 na kuendelea. Britain nadhani ilisogea zaidi, Marekani pia ilisogea mpaka ile Civil War ilipotokea. Lakini kipindi hicho ilikuwa kuna uhalali wa utumwa. Ndio maana kuna mpaka kesi nyingine zilikuwa zinaenda mahakamani kwa matukio ambayo yamefanyika kwenye biashara ya utumwa. Kuna kesi moja ambayo ni very famous mwaka 1783 hali. Kuna boti ilikuwa inaitwa The Zong. Boti ilibeba watumwa, lilifanya tukio ambalo ni la ajabu sana. Watumwa, unajua kama tulivyozungumza, hali ilikuwa ni mbaya kule njiani. Chakula kilikuwa sio kizuri, sanitation, huduma za kujaribu binadamu ambazo wanastahili kupata ilikuwa zipo katika mazingira favorable. Kuna watumwa walikufa kwenye ile boti, walipoteza uhai. Captain ile boti akaamua kufanya kitu kimoja, kwa sababu kwenye bima za boti The Zong ama bima za boti za kulikuwa kuna bima. Yaani kuna bima mpaka watumwa brother. Kwa bwana, ukiwa na watumwa umewabeba, unawaleta labda Marekani, unawapeleka Brazil, kuna bima yao. Bima inafanya kazi kwenye baadhi ya matukio. Na moja kati ya tukio ambapo bima inafanya kazi ni endapo wale watumwa wakidrown, wakizama kwenye maji. Yule captain alivyoona amepoteza baadhi ya watumwa kutokana na kuumwa na ndani ya safari, akasema basi ngoja na hao wengine waliobaki ni watupe kwenye maji ili mimi niende kule nikalipo fidia na kampuni ya bima. Kwa imagine legally kipindi hicho ilikuwa inatambulika kwamba safe trade ipo 1 2 3 tunaweza kufanya hivi, yes, mpaka bima wanakatiwa. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu wao kuadmit moja kwa moja, lakini it's a way to go. Yani kwa dunia sasa hivi ambayo tumepevuka, kuna utandawazi, wote tunakubali kwamba sio kitu sahihi ambacho kilifanyika. Sasa ni juu yao. Lakini sio kitu ambacho inawezekana ikatokea kirahisi. Mwanzilishi wa azimio hili ni Ghana ambaye amelianzisha na limetokea kuunga mkono, lakini kwa muonekano na hali halisi ya tukio hili the way lilivyo, unaweza kusema kwamba siasa za mataifa na nchi za Afrika zimeongezeka kwa kiwango gani katika Umoja wa Mataifa na ushawishi wa dunia kwa asilimia kubwa? Very big, kwa ukubwa sana, kwa sababu kama Ali ulivyozungumza Ali, kwamba sasa hivi kuna global south ambayo tunajaribu kuitengeneza sisi. Yani agenda kwa miaka ya nyuma, miaka karibuni tu hapa miaka 2010 kuja juu, agenda zilikuwa zinasetiwa na magharibi. Nguvu kubwa za magharibi walikuwa na set agenda. Kuona nchi ya Afrika inaibua hoja na kujaribu kushinikiza na watu wanaunga mkono, maana yake unaona kabisa tunachukua nafasi kubwa zaidi kwenye siasa za kimataifa. Na it's Ghana, lakini kuna nchi tayari Afrika zimeanza kuonekana zina ushawishi. South Africa ni moja wapo. Nadhani pia ni kwa sababu ya geopolitics za ukanda. Unajua sasa hivi kuna mengi yanatokea, sio? Watu wanajaribu kupwanisha ile petrodola, maana inakuja BRICS huku. Kwa hiyo Afrika kwa namna moja au nyingine tunazidi kupata viongozi ambao wapo competent. Sisemi kwamba zamani hawakuwa competent, they were very competent kwa sababu walipambania kupata uhuru. Lakini sasa hivi nadhani viongozi wetu wako modern zaidi. Kipindi hicho miaka nyuma nadhani tulikuwa tumepigwa hatua mbele kidogo, especially kwenye vitu kama hivi, lakini sasa hivi nadhani tunaenda to sambamba. Ndio unaona Afrika tunaweza kuseta agenda kama hizi na kwa pamoja, kwa sababu hivi vitu huwezi kufanya peke yako. Lakini pia hata smart selecting, mtu wa kuwasilisha hoja. Ghana ndio ilikuwa niseme ndio kama kitovu cha biashara hii ya utumwa. Yaani ukizungumza mataifa ambao walipata changamoto hiyo kwenye biashara za utumwa, Ghana inawezekana number 1, Senegal pia, Angola, Nigeria, lakini Ghana alikuwa ndo mhusika mkubwa, kwa sababu Ghana hata baadhi ya zile forts ambazo walikuwa wanakaa watumwa kabla ya kusafiri zilikuwa Ghana. Ni kama huku kwetu kanda yetu Afrika Mashariki, unapozungumzia maybe Bagamoyo au kienda kwa majirani zetu Kenya, Fort Jesus, Mombasa, yale mafort yale ya kupokelea watumwa, Ghana kuna makaso makubwa sana. Kwa hiyo hata kwenye kujaribu kuselect ama mtu ambaye anaonekana ni muhusika, Ghana ni mtu sahihi sana. Yani moja kwa moja na relate na tukio. Kwa hiyo si power. Yani power Afrika naona tunasogea kwenye power, lakini pia perfect selection ya watu wa kuwasilisha hizo hoja. Tukio la Ghana pamoja kwamba limeungwa na nchi nyingi zaidi, lakini kwenye
vitendo, kwa maana ya kwamba umetaja nchi kama Ghana, Nigeria, Guinea, na Angola na mataifa mengine kama hayo, inaweza kawa na nguvu sasa kuungana na Ghana moja kwa moja na wao kuonyesha kwamba nasi pia tuliathirika kwenye jambo hili, kupewa nguvu na kusimamiwa zaidi. Yeah, that's the way to go. Tumezungumza kuhusu idadi ya watumwa ambao walipoteza maisha kwenye biashara ya utumwa, lakini hujazungumza idadi ambao waliondoka kabisa. Zaidi ya Afrika milioni 10. Sasa hao wote wajatoka Ghana, ni hizo nchi zote. Kwa hiyo so far wameungana na Ghana kwenye hii hoja. How strong are they? Tutabidi tuone. Time will tell kwamba wataweza kuwa na nguvu kiasi gani ya kupush hii hoja. Lakini nadhani Angola, Guinea, Senegal, Nigeria, Ghana wote kwa pamoja wamekubali kuwa ni kitu kimoja na kupambana na hili tukio ama matukio ambayo yalifanyika kwa miaka hiyo. Urusi na China zina nafasi gani kwenye kukabiliana na hizi changamoto za athari za ukoloni zilizotokea miaka nyuma ambapo Ghana imeleta? Uzuri ukizungumzia Urusi na China ni kama wamenaa mikono, hawakuhusika kabisa kwenye slave trade ama biashara ya utumwa. China tunafahamu safari yake mpaka amekuja kuwa ni major power kwenye dunia, lakini Russia pia tunafahamu namna alivyo amepambana mpaka alipofika hapa. Ni moja kati mataifa ambayo yanaheshimika zaidi duniani, lakini kitu ambacho anakikosa ambacho magharibi wanacho ni ushawishi, especially kwenye nchi zetu za ukanda wa Afrika. Marekani ana ushawishi mkubwa sana huko kwenye nchi zetu za Afrika. Uingereza wana ushawishi mkubwa sana kwenye nchi ambazo zipo ukanda wa Afrika. Na kwenye politics kuna matukio ambayo yanatengeneza allies, yanatengeneza urafiki, ujamaa, undugu. Sasa haya ni moja baadhi ya matukio, yani inapotokea kwamba Afrika tuna jambo letu, alafu China, Russia wakatubak inakuwa ni allies wetu, inaweza katengeneza umoja. Yani kama ambaye aliita rais wa zamani wa Marekani George Bush alisema kuna axis of evil, akazungumzia ule ukanda wa Middle East na nao walivyokuwa naungana ili kupambana na Marekani. Sasa huenda na sisi Afrika tunaweza tukatengeneza sisi na ukanda yetu na Urusi na China, kwa sababu kuna benefits nyingi. Kuna nyingine tunaweza kusema wao ndo na gain kupitia sisi, kwa sababu hapa tumezungumza tu kuhusu dollarization. Wanajaribu kumpindua Marekani. Tunaweza tukashangaa kesho na kesho kutwa kama Afrika na China tukiendelea kuwa close, kwa sababu so far we are close. Maybe watu wakaanza kufanya manunuzi kwa kutumia hela ya China. Manake hapo tayari mmepindua currency ya dola, ambao so far ndo inamfanya awe powerful, kwa sababu currency yake haja backup na dhahabu. Yani ni currency ambayo ana print tu na kuamua. Kwa at the end of the day ni tukio ambalo limekuja kama wanasema perfect timing, yani muda sahihi kwa Russia na China. Kama wakiamua kwa upande wetu na so far which wapo kwenye upande wetu, naamini kwamba itaongezea ushawishi especially kwenye ukanda wetu wa Afrika. Wanaweza kuhusishwa, hawajahusika moja kwa moja, lakini pengine kwenye kutengeneza ule ushawishi wa kujenga mataifa ya Afrika, Moscow, Beijing wanaweza kuhusishwa pia na sehemu ya wanasema fidia za ziada kwa kile ambacho kimetokea, kama ilikuwa ni athari kwa namna moja au nyingine kwenye malipo. Yes. The pockets mfuko kidogo ni mizito. Mifuko kidogo ni mizito. Russia nadhani vita kidogo ilimiumbisha, lakini sasa hivi Russia anachekelea kwa sababu kinachotokea nchini Iran, chain reaction kule inampa faida kabisa, anauza kwa China. Tunamjua gas, mafuta, inasemekana kuna revenue ambayo anaingiza mapato kwa siku. Kwa siku moja ni dola milioni 500 kwa siku moja. Kwa siku moja sasa hivi dola milioni 500, kwa sababu gas yake sasa hivi imefutwa ile sanction kila kitu. China tunamjua it's a power, especially kwenye manufacturing. Kwa hiyo na ni watu ambao wametupa sana aid. Nchi nyingi za Afrika zimepata sana aid kupitia China. Kwa hiyo inawezekana pia ili ku soft power nyingine, kwa sababu kuna vitu tunasema kama ni soft power. Sijahusika, lakini naonesha kama mimi nipo na wewe. Ilinichukiza, labda niliumia, nataka nikuoneshe bwana tupo kwa sambamba. Naweza ikawin pia mioyo ya Afrika kuanzia kwenye viongozi,
paka wananchi wenyewe. Kwa hiyo yeah, I think nahisi inawezekana kama ulivyozungumza. Alright, Derek Lissu, mchambuzi wa siasa za kimataifa, hii leo tukiangazia azimio ambalo Ghana lileta mezani katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na kile ambacho amekitazama na kuona kwamba kuna kila sababu isiwe tu fidia mataifa ambayo yalikuwa ni sehemu ya kuwa wakoloni katika miaka ya nyuma katika mataifa ya Afrika, hususan eneo la Ghana ambalo lilikuwa ni kitovu, si tu kukiri bali walipe fidia na nyaraka muhimu kurejeshwa moja kwa moja, jambo ambalo limeungwa mkono na mataifa 123 huku mengineyo yakiwa bado yamesimamia kwenye msimamo wake. Na moja kwa moja hiyo inaashiria pengine mataifa ya Afrika kuwa na nguvu na kutetea hoja kwenye mikutano mikubwa kama hii. Ndicho ambacho hii leo tumekuwa na nafasi ya kukitazama, nafasi ya Urusi na China kwenye sehemu ya kutazama athari za ukoloni kwa miaka iliyopita, lakini kwa hivi sasa kwenye kutengeneza ushawishi zaidi kupitia multipolar vision. Umekuwa ni wakati mzuri sana kwako na kwetu pia. Wiki ijayo tutakuwa na nini? Tutakiweka mezani kipi? Tutajadili yapi? Nikusihi uendelee kusalia nasi hapa. Derek Lissu, nashukuru sana kwa wakati wako my brother. Lakini pia kwa niaba ya timu nzima ikiwemo Abel Mpondela, Hussein Miayo, Ochu, mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, na hii ilikuwa ni multipolar vision, bila kumsahau pia Emmanuel Sweta. Usiku mwema.